kumtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Maana mwana wa Adamu, maana Yesu ama Mungu hakumtuma mwanawe duniani ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Yesu Kristo aliletwa duniani ili mwanadamu aweze kuokolewa kwa yeye. Mimi na wewe tunastahili kuokolewa. Unapoishi katika dunia hii, hautamalizia maisha yako kwenye ulimwengu huu, lakini baada ya kutoka kwenye ulimwengu huu kuna mahali unaenda na kuna mahali ninaenda. Na hapo ndio Biblia inasema ya kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ateseke, abebe adhabu ile unastahili kuibeba. Maana maandiko yanasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa sababu dhambi iliingia duniani ikamfanya mwanadamu aweze kukumbana na mauti, Mungu akampenda mwanadamu sana. Yesu akajitolea kubeba adhabu hiyo, akafa kwa niaba yangu na wewe, akafa kwa niaba yangu na wewe. Kwa sababu ya dhambi iliyoingia ulimwenguni, ilitupasa sisi tuadhibiwe kwa kutumia mauti. Biblia inasema kipindi kile cha mwisho kabisa, kuna vitabu vitakapofunguliwa na kitabu kitafunguliwa. Halafu wale ambao majina yao hayakupatikana kwenye kitabu cha uzima walitupwa kwenye ziwa la moto, na hiyo ndiyo mauti ya pili. Wakati Biblia inasema kuhusu kupotea, ni mauti ya pili inayozungumziwa, ambayo ni ziwa la moto. Wakati hukumu itakapofanyika, itahukumiwa wale ambao walimkubali Kristo waingie kwenye uzima wa milele, lakini wale ambao hawakuthamini wokovu ulioletwa na Yesu Kristo, ziwa la moto ndio linawangojea, lile ambalo liliandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu, mimi na wewe, hatukupaswa kuingia kwenye ziwa la moto. Halikuumbiwa mwanadamu, liliumbiwa shetani na malaika zake. Kwa sababu shetani alikuwa ni Lucifer wakati huo, alikuwa ni malaika miongoni mwa malaika wengine akiishi pamoja na Mungu, lakini ikafika mahali akawa na kiburi, akataka kuwa kama Mungu. Ndipo kukawa na vita mbinguni, lakini shetani akatupwa duniani. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo 12:12 nasema, ole wenu mnaokaa nchi na bahari, kwa sababu shetani ameangushwa hapa duniani akiwa na hasira, akijua muda wake ni mchache. Shetani yupo duniani ana hasira kali, na kwa sababu alishahukumiwa na hana kipindi cha kusamehewa, hauwezi kumwambia shetani asamehewe. Hukumu yake ilishapitishwa, anangojea kipindi atatumbukizwa katika ziwa la moto. Na kwa sababu ya hasira hiyo akasema, sitaenda kwa ziwa la moto peke yangu, nataka nishike wazee niwaingize katika ulevi, wasimjue Mungu, ili tuingie jehanamu pamoja. Nataka nishike vijana niwaingize katika anasa, wasije wakamjua Mungu, tuende jehanamu pamoja. Nataka nishike wanawake niwaingize katika uzinzi na anasa, wasije wakamjua Mungu, tuende jehanamu pamoja. Nataka nishike watoto, hata wengine niwageuze kuwa wachawi, ili wasije wakamjua Mungu, nisingie jehanamu peke yangu, niingie na wanadamu wengi iwezekanavyo.
Mungu akaliangalia hilo, akaangalia hasira ya shetani, akasema nami nampenda mwanadamu. Haleluya. Akasema nami nampenda mwanadamu, nimemuumba kwa mfano wangu, sitakubali aangamie yeye, kwa sababu alitenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Adhabu yake ni mauti, lakini najitolea nende nikafe kwa niaba yake. Mauti ile Yesu Kristo alikufa msalabani ilikuwa kwa niaba yangu na wewe, usije ukafa. Alisulubiwa msalabani. Maandiko yanasema, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu, wasije wakaangamizwa. Na leo hii habari imempasa kufikia kila moja na kukuambia ya kwamba yako mambo mawili anakutazama: uzima wa milele kupitia kwa Yesu na jehanamu inayokungojea. Mpendo, ukiwa hai una nafasi ya kuchagua. Wale ambao wamekufa bila Yesu, maisha yao ni hivyo, hawezi kujiamulia. Injili hii ni kwa ajili ya wewe uliye hai. Unaweza kujitengenezea mahali unapokwenda. Si lazima uende jehanamu, kwa sababu Yesu yupo, na ndio sababu ametuteua tuje hapa tukwambie unaweza kujiponya na mapema. Mzee, usingoje kufa katika dhambi uingie jehanamu ambayo haikuwa yako. Kijana, usingoje kufa ufe katika dhambi uingie mahali ambapo hukufaa kwenda. Mama, haina haja ufe katika dhambi ukaingia jehanamu ambayo hukuumbiwa wewe. Unaweza kuja kwa Yesu. Haleluya. Amen. Unaweza kuja kwa Yesu. Nimeokoka, nampenda Yesu. Nilipoisikia injili ya Kristo Yesu nikaielewa na nikataka uzima wa milele. Injili ya Yesu ilinifikia kwangu, ikaniambia Mungu alinipenda mno akamtoa Yesu ili nikimwamini nipate uzima wa milele. Nikasema, Baba, ninautaka uzima wa milele. Nikampokea Yesu katika maisha yangu, na kwa sababu nilimpokea, nimekuja kukwambia ndugu yangu, alivyoniokoa, alivyomwokoa dada yangu, alivyomwokoa ndugu yangu, anaweza kukuokoa wewe. Haleluya. Amen. Wokovu ni kwa ajili yako. Haina haja kabisa uingie jehanamu ya moto. Haina haja uishi katika mateso. Wakati Yesu alikuja, hakuna haja kumaliziwa mali na waganga ambayo baada ya hapo hawatakupa uzima. Afadhali uende kwa Yesu. Haleluya. Amen. Yesu yuko hapa. Kijana, Yesu yuko hapa. Salimisha maisha yako kwa Yesu. Mama, salimisha maisha yako kwa Yesu. Injili hii ni kwa ajili yako. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ukiokoka ni kwa faida yako. Petro akamuuliza Yesu ya kwamba ninakufuata, tunakufuata hivi, tutapata nini? Na Yesu akamjibu akamwambia, utapata mara 100 hapa duniani na uzima wa milele. Kuokoka kuna faida. Hapa duniani unalindwa dhidi ya nguvu za giza. Watu wamehangaishwa na wachawi, biashara zimehangaishwa na wachawi, familia zimehangaishwa na wachawi, na wachawi wanaogopa nyumba moja ambayo inaishi Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Ukitaka kuwa salama, jipeane kwa Yesu, maana hakuna silaha itakayofanyika katika ulimwengu wa giza itakayomweza mlokole. Ikiwa kuna mtu anayeogopewa na wachawi, ni mwokovu. Haleluya. Amen. Ikiwa kuna mtu ambaye anaogopewa na mchawi, ni mwokovu. Amen. Mwokovu anabeba nguvu za Mungu na mchawi anabeba nguvu za shetani, na hizi mbili haziwezi kwenda pamoja. Na tumeambiwa aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Haleluya. Amen. Mahali mchawi alipo, hapendi mwokovu karibu, hapendi kusikia maombi. Kwa kweli kabisa, uchawi unamwogopa mwokovu. Kama unataka kuogopewa na uchawi, kama unataka kukanyaga uchawi, okoka. Haleluya. Wangapi ni wachawi hapa? Watu waambie ukweli kama wanapatana na mwokovu. Sema ukweli, tusiwe na shida, kwa sababu ni chaguo lako. Kweli kabisa ninakuelezea, na mwanadamu kama kuna nguvu
ni uchawi. Matajiri wanaangamizwa na uchawi, maskini wanaangamizwa na uchawi. Hizo ni nguvu za shetani. Uchawi ni wizara ya shetani kuhakikisha inaharibu ulimwengu. Biblia inasema mwizi haji ila aibe, auwe na kuharibu. Akipata chochote kizuri Mungu ametengeneza, kazi yake ni kuiba, aharibu. Akipata nyumba yako Mungu ametengeneza, ananyemelea, aharibu. Akipata mke wako Mungu amemweka na adabu, anamnyemelea, aharibu. Akipata mme wako ana kazi nzuri, anaharibu. Akipata watoto wako wanataka kufaulu, anaharibu. Lakini kuna mahali pamoja ambapo shetani hawezani napo. Hapo ndo nakwambia ukimbilie. Hapo ndo nakwambia ukikimbilie. Usalama wako ni Yesu. Usalama wa mali yako ni Yesu. Usalama wa familia yako ni Yesu. Kijana, usalama wako ni Yesu. Kijana, hatima yako ni Yesu. Rafiki yangu, hatima yako ni Yesu. Hatujakuja uokoke tufaidike kitu, lakini kwa sababu tumetumwa. Haleluya, amen. Kwa sababu tumetumwa, tukaambiwa twende ulimwenguni mote tuihubiri injili ile iweze kuwa ushuhuda, watu wote wakaweze kusikia. Inakupasa kusikia rafiki yangu, kuokoka ni faida yako. Tunahubiri mahali hapa kwa ajili yako. Tunataka Yesu atawale mahali hapa. Tunataka nguvu za giza zikanyagwe chini, watu wapate kuendelea, watu wapate kusaidika katika maisha yao. Haleluya, amen. Nataka nisome maandiko mengine katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 10. Ya mstari wa 18 inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Anasema kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na wale waliosetwa wapate kuwekwa huru. Dunia haina huruma, shetani hana huruma, lakini Yesu Kristo ndio mwenye huruma. Amekuja usiweze kuteswa. Maishani mwako wewe ni shahidi ya kwamba umehangaishwa. Kuna mwingine hata kulala ni matatizo, anaomba kupambazuke amke, maana hakulaliki. Ndoto mbaya, kunyongwa, ameteswa. Yesu anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kutangazia maskini habari njema, na kutangazia waliofungwa kufunguliwa kwao. Jipeane kufunguliwa, rafiki funguliwa, mama kubali kufunguliwa, ndugu yangu kubali kufunguliwa. Kufunguliwa na faida yako. Usiishi katika kifungo. Haleluya, amen. Usiishi katika kifungo. My brother, hakuna haja uishi katika kifungo. Yesu ndo huwa anafungua. Yesu ndo anafungua. Ukipelekwa kwa mganga, ukipelekwa kwa mchawi, hawezi kukufungua, atakuhangaisha maisha yako. Lakini Yesu anafungua. Kubali kufunguliwa, kubali kuwekwa huru. Arebo shakata. Haleluya, amen. Kufunguliwa, rafiki yangu, kubali kufunguliwa. Bure, peana maisha yako ufunguliwe. Kijana, unaishi, hatima yako imefungwa, unashindwa kuendelea, huwezi kueleza kinachokusumbua. Unasema hii hali, ninaamini Mwenyezi Mungu ataniondolea siku moja. Unajipatia matumaini hayo, lakini anasema Yesu, njooni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usipokuja kwake hautapumzishwa. Acha kujipa matumaini ya kwamba Mungu atakuja siku moja. Ni wewe utaenda kwake. Anasema njooni kwangu. Haleluya, amen. Asemi ngojeni hapo mningoje naja. Anasema njooni kwangu. Kijana, mama, mzee, ikiwa unataka usalama,
kwa Yesu. Anatosha, njoo kwa Yesu. Rafiki yangu, njoo kwa Yesu. Haleluya. Njooni kwangu enyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huwezi kupumzika mwenyewe, dini yako haiwezi kupumzisha, matendo mazuri hayawezi kukupumzisha. Anasema Yesu, njooni kwangu. Na jioni leo tunasema njoo kwangu. Yesu Kristo anasema njoo kwangu. Ni nini kimekusumbua? Umelemewa na kusumbuka kwa namna gani? Njoo kwangu nami nitakupumzisha. Mateso hayo unaoishi nayo ni shetani anayatengeneza. Anatuma kama magonjwa kutengeneza, anakuchukua ili anakutumikisha anavyotaka. Lakini Yesu alikuja wapate kuwa na uzima, na uzima tele tele. Haleluya. Gharama ililipwa ndugu yangu, gharama ililipwa. Gharama ililipwa. Mchawi anakuambia lete kuku, anakuambia lete mbuzi, anakuambia lete ng'ombe. Kesho anakuambia kama unataka kuwa tajiri, mtoe mwanao, mtoe mama yako, mtoe mtu unayempenda, ili lipe gharama ya utajiri atakao kupatia. Lakini Yesu anasema nishalipa gharama msalabani, hakuna dhabihu inayotakiwa tena. Haleluya. Shetani anataka dhabihu, mpanga anataka dhabihu, ufalme wa giza unataka dhabihu, ili agano lifanyike kwa damu, upate kupewa kile unafikiria unapewa. Lakini hakuna zawadi ya shetani iliyo ya bure. Yeye ni mharibifu. Kimbia toka kwake, kimbia toka kwa shetani, hata kufaidi kitu. Haleluya. Hatuhubiri hivi kwa sababu nyingine, lakini kwa sababu tumetumwa, tukaambiwa nendeni ulimwenguni mote, mwende mkahubiri Injili, atakayesikia apate kuokolewa. Haleluya. Ukishaokolewa unapewa kazi kwamba wewe umeshapokea, umeokolewa, hautaingia jehanamu, utapata uzima wa milele. Sasa ndugu zako hawajasikia, usiwe mchoyo, usiende mbinguni peke yako. Fikishia wengine ulivyofikishiwa, fikishia wengine. Na ndio maana mchana jioni ya leo tunakufikishia usije ukapotea, ili yeyote amwaminie asipotee, asipotee. Ndugu yangu, hauhitaji kupotea. Kupotea ni hasara, kupotea ni mauti, kupotea ni jehanamu ya moto inayowaka milele, iliyo na funza ndani. Jehanamu ni mbaya, hauna haja kwenda huko. Mama, ponya maisha yako, utangoja ufe. Hakuna dua utaombewa, ukishakufa uingizo pazuri. Unaamua sasa hivi. Haleluya. Unaamua sahihi. Unaweza kuona hii kelele, unaweza kushangaa nini tunafanya, lakini tunataka kukueleza tulivyofikishiwa, na sisi tunakufikishia ili kwamba uponye maisha yako. Dhambi inaua ndugu yangu, dhambi inaua, lakini uzima uko kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu upate usalama. Kimbilia kwa Yesu. Mzee wangu, dhambi inaua, kimbilia kwa Yesu upate kupona. Mama, dhambi inaua, kimbilia kwa Yesu upate uzima. Kimbilia kwa Yesu upate uzima. Yeye anaponya magonjwa. Unaweza kuwa umetatizwa na magonjwa, njoo kwa Yesu utapona. Tutafanya maombi hapa, walio wagonjwa wafunguliwe. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kutangaza habari njema kwa maskini, amenituma kutangaza habari njema kwa waliofungwa, kuwaweka huru waliosetwa na kila aina ya mateso. Jioni ya leo, kama mateso yamekuchosha, Yesu yuko hapa. Halipishi kitu, halipishi kitu. Mara gharama alishalipa, gharama alishalipa. So ndugu yangu, njoo mzee, Injili ni kwa ajili yako. Wokovu ni usalama wako. Utatunzwa na Yesu, maisha yako yatatengenezwa na Yesu. Anasema Mungu nayajua mawazo ninayokuwazia,
sio mawazo ya kukutia aibu, lakini mawazo ya kukupa mwisho mema. Amen. Kijana, unataka maisha yako yawe na mwisho mwema. Dada yangu, kama unataka maisha yako yawe na hatima njema, inapatikana kwa Yesu. Yesu anajua kutunza. Yesu anajua kutunza vijana. Yesu anajua kutunza wanaume. Yesu anajua kuwafanya wanaume wale bora, wale wa kuwajibika. Yesu anajua kutunza kina mama na kuwaweka sawa. Kimbia kwake jioni ya leo. Kumbuka, kukimbia kwake jioni ya leo ni kwa faida yako. Kimbia nyumba yako ipate kupona. Kimbia nyumba yako ipate kupona. Hakuna kitu utategemea kitakacho kusaidia kama ni pesa. Wenye pesa wanaondoka, wanakufuata wakiwa wadogo. Hata wakienda ng'ambo, pesa haziwezi kuwasaidia. Pengine ni cheo kikubwa ulicho nacho, lakini cheo hakileti uzima. Ukiwa na akili, njoo kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Akiingia ndani ya maisha yako, anaponya magonjwa. Anaponya magonjwa. Mapepo yanayokutatiza kwa jina la Yesu yanatolewa. Amen. Unakuwa huru. Unakuwa huru. Unakuwa huru. Unakuwa huru. Njoo mpendwa. Njoo ndugu yangu, mkutano huu ni wako. Injili hii ni yako. Kama mngekuwa mmeokoka nyote, hatungefanya mkutano kama huu, lakini ni kwa sababu tunajua kuna mtu bado hajapokea injili. Maafisa wa afya wanapozungusha chanjo za ugonjwa fulani, wanazungusha wakisema, pateni chanjo hii ili ugonjwa huu utakapokuja muwe salama, na wanahakikisha kwamba pale hapajafikiwa wapeleke wafikiwe. Wakienda katika eneo fulani ya kwamba watu walipata, hawatapewa tena. Haleluya. Amen. Na sisi tunasema, kama bado kuna mtu hajampata Yesu, ni hatari kuishi bila Yesu. Ni hatari kuishi bila Yesu. My brother, ni hatari kuishi bila Yesu. Riba kate mzee wangu, ni hatari kuishi bila Yesu. Mamangu, ni hatari kuishi bila Yesu, kwa sababu tunaishi kwa muda wa siku za kuhesabu, na ukisha kufa hakuna maombi yatakusaidia. Wengine wanajitetea, wengine wanajitetea kwa sababu ya dini walizonazo. Wengine wanajitetea kwa sababu wanaenda kanisani. Wengine wanajitetea kwa sababu ni waaminifu kwa madhehebu yao. Lakini nataka nikueleze, unaweza kuwa mwaminifu kwa kanisa lako, lakini kama hujamjua Yesu haijakusaidia, kwa sababu kitabu ambacho kitakusaidia sio cha kanisani tu, ni kitabu cha uzima wa milele. Haleluya. Amen. Sikiza sauti ya Bwana. Wengine wakihubiriwa kuokolewa, wanaanza kusema, mimi huenda kanisani, mimi hutoa sadaka, mimi hutoa hiki na kile, wakifikiria kwamba hiyo itawasaidia. Wakifikiria hiyo itawasaidia, lakini kitakacho kusaidia ni kumpata Yesu katika maisha yako. Ni jambo moja kuwa mwaminifu kwa kanisa, na ni jambo moja, na jambo lingine kumpokea Yesu. Naomba tusongee karibu hapa, tufanye maombi. Niko hapa kwa sababu yako. Haleluya. Niko hapa kwa sababu yako. Niko hapa jioni leo kwa sababu yako. Nanyeshewa hivi kwa sababu kuna kitu cha thamani nakupa, my brother. Haleluya. Nanyeshewa hivi kwa sababu mama, kuna kitu cha thamani. Sitaki kukupite. Sitaki kikupite, my brother. Uzima usitaki ukupite. Biblia inasema ya kwamba ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Wakati uliokubalika ni sasa, hakuna kuahirisha. Unaambia kwamba usijisifu kwa kesho, kwa sababu hujui kesho itakuwa namna gani. Haiko mikononi mwako. Unamwambia mtu okoka, anasema nitaokoka tu, nitaokoka tu.
kusaidika. Njoo kwa Yesu upate kuhudumiwa katika jina la Yesu. Njoo kwa Yesu, itakutosha kijana. Maisha yako Yesu anakungojea. Inasema, Mungu anasema katika Biblia ya kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Huo ujana ulio nao ni Mungu amekuumba. Huo mama ulio nao ni Mungu amekuumba. Msichana, huo usichana ulio nao ni Mungu amekuumba. Mheshimu Mungu na usichana wako. Mheshimu Mungu na uvulana wako. Mheshimu Mungu na utoto wako. Mheshimu Mungu na uzee wako. Kabla siku hazijaja ambapo hautakuwa na wakati wa kutubu, jisalimishe mapema. Yesu anaweza jioni ya leo. Yesu anaweza jioni ya leo. Akiingia ndani ya maisha yako, anatenda mambo makubwa usiyoyajua. Maana jioni ya leo tunamwita kwa ajili yako. Anasema, niiteni nami nitaitika, nitawatendea mambo makubwa na magumu msiyoyajua. Jioni ya leo tunamwita Yesu kwa ajili yako. Aingie katika maisha yako, atatenda mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Utasema, laiti ningelijua mapema wema atakao kutendea Yesu. Utasema, laiti ningefahamu mapema. Ukasema, laiti singeuharibu ujana wangu kwa Yesu. Wengine wanaokoka wakiwa wazee, wanaanza kuona wema wa Yesu, wanasikia kujuta, wanasema, huyu Yesu ni mwema, na kama ningemjua nikiwa kijana. Wakati unaisikia injili hii ni kwa ajili yako. Mateso sio fungu lako. Alikuja Yesu akupenge nayo. Magonjwa sio fungu lako. Alikuja Yesu akuponye. Haleluya. Haleluya. Amen. Sema, mateso sio fungu lako. Ulistahili kuingia katika uzima wa milele. Anasema ya kwamba jehanamu iliumbwa sio kwa sababu yako, lakini kwa sababu ya shetani na malaika zake. Mwanadamu anaingia pale kwa sababu amekubali uongo wa shetani. Mwanadamu anaingia pale kwa sababu amekubali kushawishiwa na shetani. Amekuja na kampeni. Shetani ana kampeni. Ana kampeni katika ulimwengu. Wako wawili ambao kampeni zinaendelea. Shetani anakukampenia. Anakuambia, angalia uzuri wa dunia. Anakuambia, angalia uzuri wa dunia. Na hakuanza na wewe, alianza na Yesu. Yesu ametoka kufunga siku 40. Shetani anakutana nawe, anamwambia, angalia, hivi vyote katika dunia hii vimewekwa chini yako. Anamwambia Yesu, leo ukinisujudia nitakupatia kila kitu. Yesu akamwambia, imeandikwa, tumsujudie Mungu peke yake. Haleluya. Amen. Aliposhindwa na Yesu, leo yeye ameenda kwa wanadamu, amewashika wengi, anawaambia, ukinisujudia nitakupa mali. Na wengine wamekubali kusujudu, wamepewa mali. Wengine wamekubali matambiko, wengine wamekubali magano ya shetani, wamepewa mali. Lakini mali hizo za dunia, mali hizo za mateso. Wale ambao ni wachawi wanajua. Nimewaambia, wale wachawi wainua mikono hawajainua. Lakini kama ungekuwa hapo utoi shuhuda, utasema hakika uchawi ni mateso. Utasema hakika uchawi ni mateso. Lakini Yesu Kristo alikuja hawezi kuziweka huru. Jioni ya leo songea. Yesu anakupenda. Haleluya. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Wanapewa utajiri watu wengi waliotoa wazazi wao. Wanapewa utajiri wengi waliotoa watoto wao, na hata maisha yao pia si ya kutamanika. Wengine wamepewa maagano fulani. Anaambiwa, ili uwe tajiri lazima uharibiwe maisha yako kwa kiwango fulani. Wengine wao wanaonyesha utajiri, lakini hawakuambii ya kwamba wanatembea wakiwa wamefungwa pampers. Mtu mzima kabisa amefungwa pampers kwa sababu ya maagano. Mwingine amelimiwa nguvu za kuzalisha, hatawahi kuzaa kwa sababu ya utajiri wa dunia. Mwingine hatawahi kupata mimba kwa sababu ya utajiri wa dunia. Mwingine amekubali mimba zake ziwe zinatoka kama
damu. Njoo kwa Yesu akuitishi mama yako. Njoo kwa Yesu akupe utajiri wa kweli. Haleluya. Amen. Baba Mungu anasema, mimi ninafukarisha na tena ninatajirisha, ninainua na tena ninashusha, ninahuisha na tena ninaua. Mamlaka yote yako nayo. Kama ni kukutajirisha, Mungu anajua unahitaji utajiri. Utatajirishwa utajiri wa kudumu. Achana na shetani atakayemaliza familia yako. Achana na shetani atakaye kuingiza katika maagano ya mateso. Achana na shetani atakaye kuingiza katika mikataba ya shetani. Toka mara moja ndugu yako. Toka mara moja. Njoo kwa Yesu. Salimisha maisha yako kwa Yesu. Amenituma jioni ya leo. Roho wa Bwana yu juu yangu ili kuweza kuwakomboa walio katika mateso. Walio katika mateso Yesu atawafungua jioni ya leo. Walio katika mateso Yesu atawafungua jioni ya leo. Walioteswa Yesu atawafungua jioni ya leo. Waliosumbuka watapumzishwa. Lakini kwa sharti moja, ikiwa utakuja. Haleluya. Amen. Bwana Yesu anasema njooni. Njooni. Ni kwa wale wamekuja. Ni kwa wale wamekuja. Njooni enyi wenye kiu. Njooni majini. Usipokuja majini hautakunywa maji. Ni wewe uone nitaenda kwa daktari. Njooni kwangu mimi daktari. Walio na magonjwa waje watibiwe. Sio hospitali ufuata mtu nyumbani, bali ni mgonjwa upelekwa hospitalini. Ni wewe ukiwa mgonjwa utaenda kwa tabibu. Haleluya. Amen. Jioni ya leo tumefanya mkutano huu kwa sababu tuna uchungu kwa ajili ya tausa hii. Kwa sababu ya jinsi wanaume wamepotelea kwenye dhambi. Kwa sababu ya jinsi vijana wamepotelea kwenye dhambi. Kwa sababu wakina mama walivyopotelea kwenye dhambi. Lakini tunakuja kukuambia that all is not lost. Haitaisha. Baba, kuna habari njema. Maadamu unapumua, maadamu uko hai, maisha yako unaweza kuyatengeneza. Kuna usalama bado. Haleluya. Kuna usalama bado. Kimbia na mapema. Usingoje kufa ufanyiwe dua. Hakuna dua inaingiza mtu mbinguni. Mbinguni unajiamulia sasa. Unajiandikisha ukitazama. Haleluya. Utaikumbuka siku hii ambayo nilikuwa natembea kwenye mvua kama mwenda wazimu. Ukiona kwamba hao watu abandu wasova kazi mdunaenda na kuwa borubo, utakuwa kumbuka haya maneno kwa sababu ya uthamani wa Injili. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu ya uthamani wa hiki ninachokuambia. Ni kwa sababu ya uthamani wa hiki ninachokuambia. Hakuna faida nitakayopata mimi, lakini nakuhurumia wewe. Usije ukaingia katika mateso. Hakuna kitu nitapata mimi, na nitakachopata ni thawabu tu mbinguni ya kukuhubiria wewe. Lakini uzima utapata wewe. Usalama unapata wewe. Haleluya. Kama halingekuwa jambo la muhimu, singesimama kwa mvua hivi. Lakini kwa sababu ninaona jinsi haustahili kupotea, ndio sababu nachukua muda kukuambia, my brother, njoo kwa Yesu. Inakutosha. Niliokoka nikiwa kijana na nikafurahia matendo ya Mungu maishani mwangu. Amenitunza katika maisha yangu. Niliokoka nikiwa kijana mdogo wako wa kidato cha pili. Nikamjua Yesu, na kutoka nimemjua Yesu nimeendelea kuhubiri habari njema, kwa sababu ndani ya Yesu kuna usalama. Haleluya. Amen. Hauwezi kuniambia ya kwamba wokovu ni wa wazee. Hauwezi kuniambia wokovu ni wa kina mama. Vijana wanataka waponde raha.
siku hizo wanakufa katika raha zenyewe, wanachukuliwa na marafiki, wanaingizwa katika mikataba ya kishetani, maisha yao yanakuwa yamefungwa. Lakini yuko Mungu atajirishaye, yuko Mungu anayeweka huru, yuko Mungu anayeweka huru, yuko Mungu aliye na usalama. Kwa usalama wako, ni kwa usalama wako, ni kwa usalama wako. Haleluya. Ujumbe ni mmoja. Yesu anakuita, Yesu anakuita. Aliteseka mno kwa ajili yako, apate kukuokoa. Uikubali neema ya wokovu, ulikubali gharama aliyolipa kwa damu yake. Njoo kwa Yesu jioni ya leo. Yesu anakuita, na neno hili limehubiriwa kwako. Hautakuwa na udhuru wa kusema sikusikia. Tumia nafasi hii. Haleluya. Unajua inashangaza, mtu anapokufa wanaomzingira wanatafuta chochote kizuri wamwambatanishe nacho. Hata akiwa mwizi anayejulikana, watatafuta wema ndani ya huyo mtu, ili angalau wawe na jambo la kumwambia Mungu akumbukwe. Alikuwa kibaka, alikuwa mwizi, lakini bado watu watasema alikuwa mwizi lakini alikuwa na heshima. Alikuwa mwizi lakini alikuwa hawezi kuwa mtu. Wanataka angalau wapate jambo la kumwambia Mungu ya kwamba aliyelala huyu ni ndugu. Hauwezi kufanyika ndugu katika Yesu ukiwa umekata roho. Hauwezi kufanyika dada katika ufalme wa Mungu ikiwa umekata roho. Ikiwa unatembea, mkubali Yesu maishani mwako. Kesho huijui. Haleluya. Kesho huijui, kwa sababu kesho yenyewe iko katika mikono ya Mungu. Mzee umewekwa miaka 60, mzee umewekwa mpaka miaka 70. Unamwazia nini Mungu? Unamwazia nini Mungu? Mama umewekwa mpaka miaka 40. Unamwazia nini Mungu? Wadogo zako wameondoka, wale uliosoma nao wameondoka, tena wakiwa wadogo mno. Wewe umeachwa mpaka sasa. Unamwazia nini Mungu? Wendogo wako wamekufa ila kumjua Mungu, hawana kupona tena. Unamwazia nini Mungu? Ukiwa hajisalimishe, usije ukaingia mahali wameingia. Haleluya. Namkumbuka yule babako tajiri kule mbele ya Abrahamu, alipokuwa anateswa katika mateso yale, akaona jinsi moto ni mkali, akakumbuka ndugu zake duniani, akasema mtume mtu aende ulimwenguni, nina ndugu zangu 5, wabadilishe njia zao waokoke, wasije wakaingia katika mateso haya niliyo ndani yake. Na hiyo ndio inakwambia ya kwamba ukishavuka katika mauti hakuna usalama tena. Yule mtu alijua ya kwamba wakiwa hai washukuru, ya kwamba wakipokea injili hawataingia mahali nilipo. Abrahamu akamwambia pale duniani kuna Musa na manabii, wasiposikia wao hakuna haja. Hata mtu akitumwa kutoka kwa wafu hawatasikia. Yule mtu alijua mtu anayeweza kuwa salama ni yule bado yuko duniani. Mtu anayeweza kujitengenezea mahali pazuri ni yule bado yuko duniani. Yeye alijuta kwa sababu nafasi yake ilikuwa imeisha. Hakusema nitafutieni wachungaji, hakusema nitafutieni mapadri waniombe nitoke kwenye huu moto, hawakusema nitafutieni viongozi wa kidini wafanye maombi ili nitolewe matesoni nipelekwe mahali Lazaro amekaa. Hilo halikuwepo. Mpendo, ukitoka kwenye dunia hii hakuna usalama. Aliyeonja hiyo mauti anakushuhudia, anakuambia ninajuta mahali nilipo, ninajuta kwenye moto huu mkali, na sasa ninawahurumia ndugu zangu akiwa duniani. Laiti wangemkubali Yesu, wasiingie mahali ninapoteseka. Ujumbe huo ukufikie mtu wa Mungu siku ya leo. Ujumbe huo ukufikie mtu wa Mungu siku ya leo. Ulihurumiwa na yule mtu
ulihurumiwa na yule mtu, ulihurumiwa na yule mtu. Akasema ninao ndugu zengine, ndugu zangu kule chini. Ulihurumiwa na yule mtu. Akasema ninaye Patrick duniani, apelekeo ujumbe. Ninaye Washira duniani, apelekeo ujumbe. Amkubali Yesu, asijaingia mahali nilipo. Ninaye Mwambingu, apelekeo ujumbe akiwa hai. Amkubali Yesu, asijaingia hapa nilipoingia, maana hapa hakuna ripazi. Apelekewe Mwakie ujumbe aliye duniani, apelekewe Mariamu duniani akiwa hai. Amkubali Yesu na mapema, afe akiwa ndani ya Yesu, maana akishavuka mahali nilipo hakuna usalama tena. Amen. Hata usiposikia ujumbe wangu, hebu sikia ujumbe ule ambao alisema yule aliyekuwa katika mateso. Amini ujumbe wake. Anasema walio duniani, Mwangi akiwa duniani, Michael akiwa duniani, Mwambago akiwa duniani, apelekewe mtu amwambie hapa ni kubaya. Mary akiwa duniani, apelekewe ujumbe akiwa hai, aponye maisha yake. Maana hapa nilipoingia hakuna reverse, hakuna maombi ananitoa huku, hakuna dua inanitoa huku, hakuna sala inanitoa huku. Walio duniani wapelekewe ujumbe. Nina ndugu zangu watano, Rabeketa, nina ndugu zangu watano na mmoja ni wewe. Na kuhubiria jioni ya leo, Abrahamu akamwambia wasipomsikia pale duniani kuna Musa na manabii, wasipowasikia hao hakuna chao. Haleluya. Amen. Wakumsikia ni nabii anayehubiri jioni ya leo. Wakumsikia sio ungoje uje kufanyiwa sala ukifa. Kama kuna kusikia utasikia. Yes. Ni ukiwa hai tunapozungumza. Nikwambia kwamba njoo kwa Yesu. Akusamehe dhambi zako jioni ya leo. Yes. Akupatie nafasi mbinguni, my brother. Kuokoka si ujinga, kuokoka ni kufaulu. Yes. Maana hakuna haja useme dunia inakusaidia wakati inakuharibu ujana wako, inakuharibu uzee wako, inakufanya usio wa maana. Na yeye mwenye shetani amesema lililomleta ni moja, aibe, auwe na kuharibu. Usingoje kuharibiwa. Bado kuna muda, usingoje kuharibiwa. Kuna muda, usingoje kuharibiwa. Mzee una miaka 70, usingoje kuharibiwa. There is still time. Mzee uko na miaka 90, usingoje kuharibiwa. Kijana uko na miaka 20, 25, usingoje kuharibiwa. Salimisha maisha yako na mapema. Naomba sote ambao tunasikia sauti hii sasa mjiunge nami hapa kwa jina la Yesu. Wale wote mko hapo, njooni sasa. Maana ni heri kunyeshewa kuliko kuingia kwenye jehanamu ya moto. Tusonge wote kwa jina la Yesu. Tusonge wote kwa jina la Yesu. Tusonge, wale mko nyuma kule, njooni kwa Yesu. Njooni karibu kwa jina la Yesu. Tusonge, 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 tusonge. Nataka kufanya maombi kwa jina la Yesu. Nataka nifanye maombi hata kwa wale walio wagonjwa, wale waliohangaishwa na hali za mapepo, wapate kufunguliwa. Ni yule atakaye, ni yule atakaye, ni yule atakaye, ni yule atakaye. Kwa usalama wako ndugu yangu, kwa usalama wako dada yangu, ni yule atakaye. Jioni ya leo nataka nipeane nafasi ya kwanza. Wewe uko hapo, unajua ya kwamba hauna uhusiano mzuri na Mungu, lakini jioni ya leo nataka kuokoka. Nafasi ya kwanza ninakupa wewe. Jiunge nami hapa, na Yesu atakusamehe alivyonisamehe. Yesu atakupa maisha mazuri alivyonipa. Yesu atakupa afya nzuri alivyonipa. Kimbilia kwa Yesu, njoo uokoke. Usiangalie
Mwangalie jirani, pengine yeye amefanya maagano na shetani, lakini wewe humtaki shetani, unamtaka Yesu. Njoo mwenyewe, wewe ndio unajua unaumwa. Borian, wewe ndio unajua unaumwa. Njoo nafasi hapa mbele kwangu, njoo hapa kwa jina la Yesu na kuita, njoo. Wanaotaka kuokoka njoo, unataka kuokoka njoo mwenyewe, unataka kuokoka njoo mwenyewe, maana ujumbe huu ni kwa ajili yako. Usalama umetolewa bure. Njoo jioni ya leo kwa jina la Yesu. Ninangojea nafasi hii, kuna wakati hautaiona nafasi hii, kuna wakati hautaiona. Yesu anakuja karibuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Atakapokuja Yesu hatakuja na rehema mkononi, anakuja kuhukumu. Atakaporudi tena hatakuja kusamehe dhambi. Itafika wakati ambapo ofisi za rehema zitakuwa zimefungwa. Njoo sasa zikifanya kazi, njoo sasa zikifanya kazi. Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi, na akirudi haji kuokoa. Mzee wangu, Yesu anarudi. Kijana, Yesu anarudi. Yeye ndio mwenye maisha yako. Hauna umiliki wa maisha yako, unamilikiwa na Mungu. Uliumbwa na Mungu, unamilikiwa na Mungu, na Mungu anakushauri jioni ya leo, njoo kwangu upate kuishi. Kama kuna mtu anayapenda maisha yake, ayalete kwa Yesu jioni ya leo. Kama kuna mtu anapenda uhai wake, aulete mbele za Yesu. Mzee, kama unaupenda usalama, Yesu anapeana usalama, njoo. Mama, kama unapenda usalama, njoo mbele za Bwana Yesu. Umwambie Yesu, ninajua siwezi kujiokoa mwenyewe. Umwambie Yesu, ninakubali damu uliyomwaga msalabani ipate kunipa ondoleo la dhambi. Mzee njoo, mzee njoo, ninakuita. Kutakuwa na kipindi kama hiki, hakutakuwa na, kuna wakati ambapo wahubiri hawatakuwepo. Utataka mtu akuambia habari za Yesu, muda huo hautakuwepo. Njoo sasa, njoo sasa. Tumshukuru Mungu, kuna nchi zingine kuhubiri wokovu hakuruhusiwi, hata kusoma Biblia hakuruhusiwi. Wengine wanagawanya Biblia watu kadhaa, wanararuliana peji moja moja. Ukisoma unirudishie na mimi nisome tena. Wanasoma kisiri kwa sababu injili ya Yesu haikubaliwi. Lakini dunia ya hapa, tunashukuru Mungu, injili inahubiriwa kwa sauti kubwa. Tumia nafasi hii, ninaongea nikikungojea. Unayapenda maisha yako, umeelewa thamani ya damu ya Yesu, njoo hapa mbele kwa jina la Yesu. Mzee, umesikia injili, umeona kwa kweli kuna uthamani wa damu ya Yesu. Umeangalia maisha yako kasema sitaki kuangamia. Umeangalia maisha yako kasema sitaki kupotea. Njoo jioni ya leo, injili hii kwa ajili yako. Nasema kama tungekuwa tumeokoka sote, tungekuwa kanisani tukifanya ibada na kushangilia, lakini tunakuja nje kwa sababu tumetumwa tueneze kwa wale hawajasikia na wale hawajaelewa. Si kwamba hujasikia, lakini pengine hujaelewa. Hatuchoke kuhubiri, na ndio maana nahubiri katika mvua hii, kwa sababu na kuthamini maisha yako. Haleluya. Siku moja Yesu aliita mtu mmoja, akaenda nyumbani kwake mtoza ushuru, na watoza ushuru wengine wakafuatana naye. Akaketi nao katika chakula chao, na Mafarisayo na waandishi na Masadukayo wakaanza kuwauliza wanafunzi wa Yesu pamoja na Yesu, mbona unakula na wenye dhambi? Yesu Kristo akamjibu akamwambia, aliye na afya njema hahitaji tabibu, lakini yule hawezi ndo anahitaji tabibu. Nilikuja kwa ajili ya kile kilichopotea. Haleluya. Injili hii ni kwa ajili ya yule hajamjua Mungu. Ndio sababu niko hapa. Haleluya. Ndio sababu niko hapa, kwa ajili ya yule asije kapotea, ili usije ukapotea, usije ukapotea. Yesu alikuja kwa ajili yako. Haijalishi umetenda dhambi ukafika wapi, hiyo ndio ilimleta shetani, ilimleta Yesu duniani. Pengine uliua, pengine uliabort, pengine umefanya mambo makubwa
unasema mtu kama mimi siwezi kupata msamaha. Pengine ulibaka hata ukaua, na unaona mimi ni mtu asiyestahili. Dhambi hizo ndio zilimleta Yesu kwa ajili ya kile kilichopotea. Anajua ni kazi ya shetani, lakini atakapomtoa shetani maishani mwako, hautabaka mtoto wa mtu, hautabaka nyanya, hautabaka wavulana, kwa sababu Yesu Kristo akiingia katika maisha yako anakupa akili timamu. Haleluya. Nimeongea haya nikikupa nafasi umkubali Yesu maishani mwako. Napenda kukuambia kwamba kwa neema ya Mungu kesho tutakuwa hapa saa 9, na kwa msaada wa Bwana tunaomba Mungu ashikilie hii mvua ili kwamba tuweze kuihubiri habari njema kwa ajili yako. Maana ni kipi cha thamani zaidi, upate mvua, upate mazao, au upate uzima wa milele? Uzima wa milele, Biblia inasema ya kwamba utafute kwanza ufalme wa Mungu na vingine utazidishiwa. Ukishampata Mungu anaweza kukulisha hata bila mvua. Alifanya hivyo kwa wana wa Israeli. Walikuwa na katika jangwa, hawakuwa na chakula, na Mungu akanyesha mana kutoka mbinguni. Ukimpata Yesu inatosha my friend. Ukimpata Yesu inatosha my friend. Anabariki mjini, anabariki mashambani, anabariki kwenye chemichemi za maji, anabariki hata jangwani. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana kwa neema yako na nguvu zako ulizonipa jioni ya leo ili kuleta ujumbe huu kwa masikio ya binadamu huyu.